Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Wengi tumeshuhudia sakata la Haji Manara pamoja na aliyekuwa mke wake Zailisa limetrend sana kwenye mitandao ya kijamii, na watu wengi wamekuwa wakiliongelea hili sakata kwa ukubwa zaidi kwa sababu baada tu ya Haji Manara kumpatia talaka mke wake Zailisa, basi watu wengi wameanza kuongea maneno kwenye mitandao ya kijamii na kudai kuwa huenda Haji Manara akimchoka mwanamke basi anampiga matukio ili mradi tu yule mwanamke aachane naye, kwa sababu ukiangalia Zailisa alikuwa ni mwanamke mstaarabu, mpole, lakini pia mwanamke ambaye alikuwa anawapenda sana watoto wa Haji Manara na anaishi nao vizuri sana pale ndani. Lakini baada ya kugombana na Haji Manara, Haji yeye binafsi akaja kwenye mitandao ya kijamii na kuanika waziwazi kuwa Zailisa alikuwa anamtesa mtoto wake na kufikia hatua ya kumnyima mpaka chakula, na mtoto wake anakuja kumsemea kwa baba yake. Yani Haji Manara anaambiwa na mtoto wake kuwa mama ameninyima chakula siku ya leo. Lakini Zailisa ameshangazwa sana na hizo taarifa na kuamua kuandika waziwazi kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na mambo machafu ambayo Haji Manara amekuwa akiyafanya. Basi ni mambo ya ajabu sana, kwani unaambiwa mtoto wa dada yake na Zailisa baada tu ya kufika pale nyumbani kuwasalimia likizo, unaambiwa Haji Manara aliamua kumtongoza mtoto wa dada yake na Zailisa. Yani amekuwa ni mwanaume ambaye anatongoza tu wanawake hovyo hovyo. Unaambiwa mpaka dada wakazi wa pale ndani basi Haji Manara alikuwa anapita nao, na Zailisa akadai wale dada wakazi wakawa wanamdharau kwa kiasi kikubwa sana. Sasa baada ya sakata hilo kutokea na story hiyo kutrend sana kwenye mitandao ya kijamii, basi baada kidogo, yani imepita kama siku 5 hivi, siku 6, Haji Manara akaamua kumtangaza mpenzi wake mpya. Na baada ya kumtangaza huyo mpenzi wake mpya, ni kama vile mapokezi hayajao mazuri hivi, kwa sababu ukiangalia namna ambavyo amemuonyesha mpenzi wake mpya, watu wakaanza kumshambulia kwenye mitandao ya kijamii kuwa huyo mpenzi wa Haji Manara mpya sio mrembo na wala hajamzidi Zailisa. Ni kitu gani ambacho Haji Manara amevutiwa kwa huyo mrembo mpaka kufikia hatua ya kuamua kumwacha Zailisa kwa talaka zote 3 na kuamua kumpatia nafasi huyu mrembo ambaye anadai atakwenda kumuoa. Sasa watu wengi wakawa wanaongea kwenye mitandao ya kijamii, na Haji Manara siku ya leo ameamua kuwajibu ni nini tofauti kati ya Zailisa pamoja na huyu mrembo ambaye anahitaji kwenda kumuoa kwa sasa hivi. Ukoa wana tofauti gani, na Zailisa amezidiwa kitu gani na huyu mwanadada mpaka Haji Manara amwache Zailisa kwa talaka 3 na kuamua kuwa na huyu mrembo na kuahidi kumuoa hivi karibuni. Haji Manara kupitia ukurasa wake wa Instagram ameamua kueleza kwa kina ni kitu gani ambacho kimemsababisha akamchagua huyu mwanadada. Ameandika, kila mmoja anatabiri lake, lakini ukweli huyu binti mrembo ni mshauri wangu wa masuala ya mavazi na atasimamia brand yangu. Uteuzi huu niliufanya toka tarehe 1 Machi. Nimezingatia vigezo vingi ikiwemo ukariako wetu. Yeye na mimi wote Bontown. Familia zetu zinajuana kitambo. Anajua mikito yangu, kisha ana exposure kubwa. Kwa sasa atambulike kama brand manager wa Bugatti. Ila ikitokea Alham binti Salum ambaye ana asili ya Kioman tukaelewana, anyway anything can happen. Huwa sio shida zangu kuoa, ili mradi hapa kwangu ni no zina. Waja mtanijulisha, iwe ya kimya kimya au tusimamishe nchi na vilivyomo. Sasa unaweza kuona ni kwa namna gani Haji Manara ameamua kumsifia huyu mrembo waziwazi, kwamba kwa sasa hivi afahamike au atambulike kama brand manager wake wa Bugatti. Lakini ikitokea huyu Alham binti Salum ambaye ana asili ya Kioman tukaelewana, anything can happen, kitu chochote kinaweza kikatokea, na Haji Manara akamuoa huyu mrembo bila ya shida yoyote. Lakini mwishoni alisisitiza kuwa huwa sio shida zangu kuoa, ili mradi hapa kwangu ni no zina. Yani Haji Manara
anamaanisha yeye sio mzinifu. Yeye akimpenda mwanamke anamuoa, hata kama amekuwa ni mwanaume wa kuacha leo, kuoa asubuhi, kuacha jioni, lakini mradi hafanyi zinaa wala hazini. Hivyo basi aelewe kitu kimoja, huyu mwanamke kama wataelewana, basi ni lazima tu ataweza kumuoa. Sasa unaweza kuona ni kwa namna gani Haji Manara ameamua kuonesha tofauti ya Zailisa pamoja na huyu mrembo ambaye kwa sasa hivi amedai atambulike kama brand manager wa Bugatti, lakini baadaye wakielewana basi wanaweza wakafunga ndoa. Lakini pia akawauliza waja, mnataka iwe ya kimya kimya au tusimamishe nchi na vilivyomo? Bana, huyo ni Haji Manara, ana matambo kweli kweli, na tunaweza kusema Zailisa kwa sasa hivi ana kazi kubwa sana, kwani Haji Manara ni kama vile ameamua kumchoma na kumuumiza, na kama ambavyo tunayajua mapenzi, basi unaweza kuona ni kwa kipindi hiki Zailisa anapitia kipindi kigumu sana kuliko vipindi vyote, kwa sababu ukiangalia wameachana hawana hata mwezi mmoja, lakini mwenzake tayari amekwisha mtambulisha mwanamke mpya, anahitaji kumuoa, na hicho ni kitu ambacho kinamuumiza Zailisa, kwa sababu ni kama vile heshima yake haijatunzwa. Mwanaume at least angekaa hata miezi 6 ili mradi aweze kuja kuoa, lakini baada tu ya kuachana naye na kumpatia talaka yake, akaamua kutangaza waziwazi kuwa anakwenda kumuoa huyo mrembo, japokuwa kwa sasa hivi amehitaji ajulikane kama brand manager wake ambaye anamsaidia kwenye masuala mazima ya mavazi, lakini pia ni mshauri wake ambaye atasimamia brand yake ya Manara. Sasa unaweza kuona Zailisa kwa kipindi hichi anapitia kipindi kigumu sana kwa haya mambo ambayo Haji Manara amekuwa akiyafanya. Lakini pia tunaweza kumsifia kwa upande mwingine Haji Manara, ni mbaya au tunaweza kusema ana mabaya yake, lakini pia hili swala la kuoa ni swala zuri, kwa sababu ukiangalia ana msimamo yake. Yeye ni mtoto wa Kiislamu, na kitu ambacho anakisimamia Haji Manara, hahitaji zinaa wala hahitaji kuzini. Yeye akihitaji mwanamke au akimpenda mwanamke, ni lazima tu ataamua kumuoa, ili mradi tu awe mke wake wa halali, aweze kushughulikia vizuri au aweze kuwa na huyo mwanamke kwa uzuri zaidi, kama ambavyo vitabu vya dini vimekuwa vikizungumza. Na ukiangalia Haji Manara ni mwanaume ambaye ameshika dini sana. Dini ya Kiislamu hipo katika kichwa chake inazunguka, na wala yeye binafsi hahitaji kufanya zinaa. Amedai yeye binafsi akimuhitaji mwanamke ni lazima tu atamuoa, na ndiyo maana sasa hivi ametungiwa jina la Mr. Kuoa, yani anaoa asubuhi, jioni anaweza akaacha. Sasa unaweza kuona ni sifa mbaya kiukweli, lakini ni kwa upande mwingine unaweza kusema ni kitu kizuri, kwa sababu ukiangalia ukikaa na mwanamke kwa dunia ya sasa hivi alafu usimuoe na mkaendelea kuzini, ni vitabu vya dini vinakataza kwa pande zote mbili, kwa Waislamu pamoja na Wakristo. Na hivyo pia kwa upande mwingine tunaweza tukamsifia Haji Manara kuwa ni mwanaume ambaye anafanya vizuri au anaifuata ile dini, kitu gani ambacho inasema. Wewe kama shabiki una lipi la kuzungumza? Tuachie maoni yako, lakini pia nikukumbusha ambaye bado subscribe chini ya video hii ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata habari zetu za kiburudani ambazo zinakiki na kumake headline ndani na nje ya nchi ya Tanzania. Niseme tu bye bye mpaka wakati mwingine, amo chao.